الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tuendelea na tafsiri ya sura Al-Hajj. Leo tunaondokea aya nambari 56. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-mulku yawma'idhin lillah yahkumu bainahum falladhina amanu wa 'amilus salihati fi jannatin na'im. Hapa nyuma Allah alisema hawatoacha makafiri kuwa na shaka na Qur'an mpaka itawajia kiyama hafla au itawajia adhabu katika siku ambayo ni tasa. Almulku, umiliki na ufalme yaumaidhin wa siku hiyo ya kiyama billah, upo kwa Allah peke yake. Yeye ndiye aliyemiliki na atakuwa mfalme wa siku hiyo. Yahkumu bainahum, atahukumu baina yao kwa haki. Falladhina amanu, basi wale walioamini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wakaiamini Qur'ani, wa amilu salihati, na wakafanya matendo mema, hao watakuwa fi jannati naimin, katika pepo zenye neema. Allahumma jalla. Almulku yawmaidhin lillahi, ufalme wa siku ya kiyama ni kwa ajili ni wake Allah pekee. Yahkumu bainahum, yeye ndiye atakuwa hakimu pekee wa kuhukumu baina yao. Falladhina amanu, basi wale walioamini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wakaamini na Qur'ani pia, wa amilu salihati, na wakafanya matendo mema, fi jannati naimin, watakuwa katika pepo zenye neema. Almulku yawm alqiyamati, ufalme siku ya kiyama. Yauma yati haulai, siku yatakapowajia hawa, makanu yuaduna bihi, yale walioahidiwa min aladhabi, katika adhabu. Basi ufalme wa siku hiyo lillahi wahdahu, ni wa Allah pekee. La munazi'u lahu, hakuna atakayezozana na Allah fihi, kuhusiana na jambo hilo. Huwa subhanahu, yeye aliyetakasika. Yahkumu baina almu'minina, atahukumu kati ya waumini, walkafirina, na makafiri. Fahukumu likulli minhum, atahukumu kwa kila mmoja miongoni mwao, bima yastahiquhu, kumhukumia vile anavyostahiki. Falladhina amanu billahi, basi wale waliomwamini Allah, wa amilul a'mala salihati, na wakafanya matendo mema, lahum thawabun adhimun, watakuwa na malipo makubwa sana, ambayo huwa jannatul naim, malipo yenyewe ni pepo yenye neema. Almuqim, ambayo pepo hiyo ni yenye kudumu. Alladhi la yanqati'u, pepo ambayo neema zake hazikatiki kabisa. Almulku yawm alqiyamati, ufalme wa siku ya kiyama. Yauma yati haulai, siku ambapo watajiliwa hawa makafiri, maana yale ambayo kanu yuaduna bihi, ambayo walikuwa wameahidiwa, min aladhabi, katika adhabu. Ufalme wa siku hiyo lillahi wahdahu, ni wa Allah pekee, hakuna mfalme mwingine. La munazi'u lahu,
hakuna atakayezozana na Allah fihi, kwenye hukumu ya siku hiyo. Huwa subhanahu, yeye aliyetakasika, yahkum baina almu'minina, atahukumu kati ya waumini, walkafirina, na makafiri. Fayahkumu likulli minhum, atahukumu kwa kila mmoja miongoni mwao, bima yastahiquhu, kumhukumia kile ambacho anastahiki kuhukumiwa. Falladhina amanu, basi wale ambao wataamini, amanu, ambao waliamini billahi, kumuamini Allah, wa amalul a'mala salihati, na wakatenda matendo mema, lahum thawabun adhimun, watakuwa na malipo makubwa, huwa jannati naim, ambao ni pepo yenye neema, almuqim, neema zenye kudumu, alladhi la yanqati'u, neema ambazo hazikatiki kabisa neema hizo. Walladhina kafaru, na wale watakaomkufuru Allah, wakadhabu biayatina, na wakakadhibisha aya zetu, faulaika, hao, lahum adhabun, watapata adhabu muhini, yenye kuwadhalilisha kabisa. Walladhina kafaru, na wale watakaokufuru, walladhina kafaru, na wale waliokufuru kumkufuru Allah, wakadhabu biayatina, na wakakadhibisha aya zetu, faulaika lahum adhabun, hao watakuwa na adhabu muhinun, yenye kudhalilisha. Walladhina kafaru billahi, wale waliomkufuru Allah, wakadhabu biayatina, na wakazikadhibisha aya zetu, almunazzalatun, zilizoteremshwa ala rasulina, kwa mtume wetu Muhammad sallam, lahum adhabun mudhillu, watakuwa na adhabu yenye kuwadhalilisha. Yudhilluhumullahu, atawadhalilisha Allah bihi, kwa adhabu hiyo, fi jahannama, katika moto wa jahannam. Walladhina kafaru billahi, wale waliomkufuru Allah, wakadhabu biayatina, na wakakadhibisha aya zetu, almunazzalatun ala rasulina, zilizoteremshwa kwa mtume wetu, lahum adhabun mudhillu, watakuwa na adhabu yenye kudhalilisha. Yudhilluhumullahu, atawadhalilisha Allah watu hao, bihi, kwa kuadhabu hiyo, fi jahannama, ndani ya moto wa jahannam. Walladhina hajaru, na wale waliokimbia, waliohama miji yao, fi sabilillah, kwa sababu ya dini ya Allah. Wamehajir kwa sababu ya kwenda jihadi, wamehajir kwa sababu ya dini ya Allah. Thumma kutilu, kisha wakauawa huko, au matu, au wakafa tu kwa kupigwa pumzi na Allah, kuwazibia pumzi, basi la yarzuqannahu Allah, Allah atawaruzuku rizqan hasana, tena riziki nzuri sana. Wa inna Allaha lahu khairur raziqin, na hakika Allah ni mbora wa kuruzuku. Walladhina hajaru, na wale waliohajir, waliohama kwenye miji yao, wametoka kwenye miji yao, fi sabilillah, kwa ajili ya kupigania dini ya Allah. Thumma kutilu, kisha wakauawa vitani huko, au matu, au wamekufa tu majumbani mwao, walihajir kwa ajili ya dini, lakini kauawa nyumbani kwake, si kwa kupigana vita, basi Allah anaahidi, la yarzuqannahu Allahu, atawaruzuku Allah rizqan hasana, riziki nzuri. Kule nyuma tulipita, kama nakumbuka, Allah akasema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna. Akasema, msije mkadhani kabisa wale waliouawa katika dini yake Allah, katika kutetea dini ya Allah, msidhanie wamekufa fofofu. Hapana, wako hai wale kwa Mola wao, wanaruzukiwa riziki kama kawaida. Allah subhanahu wa ta'ala asema, nyoyo, Mtume sema roho zao zinatiwa katika miili ya ndege, basi wanapewa riziki zao kama kawaida, wanaruzukiwa riziki nzuri, rizqan hasana. Wa inna Allaha lahu khairur raziqin, na hakika Allah ndiye mbora wa kuruzuku. Walladhina taraku diyarahum, wale walioacha miji yao, walladhina, na wale ambao taraku,
walioiacha diyarahum, miji yao, wa autanahum, na nchi zao. Kwa lengo gani? Talaban limardhatillah, kwa kutaraji tu kutafuta radhi za Allah, wa i'zazan lidinihi, na kuipa nguvu dini yake, kuipigania dini yake. Thumma kutilu fil jihadi, kisha wakauawa katika jihadi, fi sabili, katika kupigania dini yake, au matu, au wamekufa tu, basi la yarzuqannahumullah, atawaruzuku Allah fil janna, peponi, rizqan hasana, riziki zilizokuwa nzuri, daiman, zilizokuwa zenye kudumu, la yanqati'u, hazikatiki riziki hizo. Wa inna Allah subhanahu, na hakika Allah aliyetakasika, lahu wa khairur raziqina, yeye ni mbora wa kuruzuku. Walladhina taraku diyarahum, na wale walioacha miji yao, wa autanahum, na nchi zao. Kwa nini wameziacha? Talaban limardhatillah, kwa kutafuta radhi za Allah, wa i'zazan lidinihi, na kuitia nguvu dini yake Allah, kuipigania dini yake. Thumma kutilu, kisha wakauawa katika kupigania dini hiyo, fil jihadi, katika jihadi, au katika kupigania fi sabili, katika dini yake, au matu, au wamekufa tu kwa kawaida tu, basi la yarzuqannahumullahu, madhali hawa wametoka kwa ajili ya Allah, Allah atawaruzuku fil janna, peponi, rizqan hasana, riziki nzuri, daiman, zenye kudumu, la yanqati'u, hazikatiki. Wa inna Allah subhanahu, na hakika Allah aliyetakasika, lahu wa khairur raziqina, ni mbora au ni mzuri sana wa kuruzuku, hakuna anempita yeye kuruzuku. Aya hii inatuonyeshea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana haya mambo mawili: mtu kuacha mji wake kwa ajili ya kutafuta radhi zake, kuacha mji wake akahama kwa ajili ya kutafuta radhi zake, kwamba hapa nilipo sina uhuru wa kuabudu vizuri, wenye nguvu zao wanaingilia kati kunibana kutokuabudu vizuri, basi tunatakiwa tuhajiri. Akihajiri mtu, Allah anapenda kwelikweli hijra kama hiyo. Lakini pili, mwingine anaondoka si kwa kuhama kwa mando kahama, la, anahama, anaondoka kwa ajili ya kwenda kupigania tu nini. Hawa wote wawili, yule akiuawa kule na huyu aliyekimbia kahama tukaenda mji mwingine kwa ajili ya kuabudu, akifea huko, Allah anasema atawaruzuku riziki nzuri sana, na Allah ni mbora kwa ruzuku. Kwa nini anawaruzuku riziki nzuri? La yudkhilannahum, atawaingiza hao, mudkhalan, sehemu, yardaunahu, ambao wenyewe watairidhia sehemu hiyo. Yani Allah atawaingiza pahala ambapo wenyewe wanaridhia pahala hapo, ambapo ni peponi, si pengine. Wa inna Allaha la'alimun halim, na hakika Allah la'alimu, ni mjuzi, anajua nani ambaye anafaa kupewa hiyo malipo. Halimun, lakini pia Allah ni mpole sana, na upole wake unadhihiri pale tunapokuwa sisi tunamuasi, basi anaendelea kuturuzuku tu, wala hatuadhibu. Anatuacha, anatupa muda, tunakula, tunavuta oxygen, tunatoa carbon dioxide, tunaishi tu vizuri tu, hatubanii kabisa, anatupa riziki kama kawaida. Huu ni upole. Mie na wewe, mtu akikuudhi, kukuudhi kweli kweli, unamnyima misaada yako, vile ambavyo kwa ulikuwa unampa, unakatisha. Allah hakatishi, anatupa kama kawaida. Hii kuonyesha kwamba Allah ni mpole, wala hatuharakishi kutuadhibu. Huu ni upole wake. La yudkhilannahum, atawaingiza hao, mudakhala, katika sehemu, yardhaunahu, ambayo watairidhia sehemu hiyo, ambayo ni peponi. Wa inna Allaha, na hakika Allah, la alimun halim, ni mwenye elimu, ni mjuzi, lakini halimun, ni mpole.
la yudkhilannahumullahu, atawaingiza Allah maudhi'an, sehemu yardaunahu, wenye kuiridhia, wa huwa aljanna, ambao ni peponi. Wa inna Allaha, na hakika Allah, la alimun bi af'alihim, anajua vizuri matendo yao, wa niyatihim, na nia zao anajua. Halimun, ni mpole, haithu lam yuajiluhum, pale ambapo hakuwaharakishia biluquba, kuwaadhibu, ala ma farratu fihi, juu ya yale walioyafanyia kasoro, waliofanya mapungufu ndani yake. La yudkhilannahumullahu, atawaingiza Allah maudhi'an yardaunahu, sehemu ambayo wanairidhia, wa huwa aljanna, ambayo ni peponi. Wa inna Allaha, na hakika Allah, la alimun bi af'alihim, Allah anajua matendo yao, wa niyatihim, anajua na nia zao. Halimun, lakini mpole kivipi? Haithu, pale ambapo lam yuajiluhum, kwamba hakuwaharakishia biluquba, kuwaadhibu duniani. Hii ni dalili ya kwamba ni mpole. Pale ambapo lam yuajiluhum biluquba, hakuwaharakishia kuwaadhibu, ala ma farratu fihi, juu ya kile walichokifanyia mapungufu ndani yake. Dhalika, Allah atawaingiza kwenye sehemu hizo. Dhalika, yamekuwa hayo. Wa man aqaba, na yoyote atakayeadhibu, bimithli ma uqiba bihi, mfano kama alivyoadhibiwa yeye, hakupitiliza. Thumma bughiya alayhi, kisha akaja akadhulumiwa tena, ala yansurannahu Allah, Allah anasema atamnusuru, atamtetea, lazima atamsaidia. Inna Allaha la'afur, hakika Allah ni mwenye kupuuza maovu ya waumini. Ghafurun, na ni msamehevu, anasamehe. Dhalika, yamekuwa hayo. Wa man aqaba, yoyote atakayetesa, bimithli ma uqiba bihi, kama vile alivyoteswa. Mtu kakutia kibao, kamtia kibao kama cha kwake alichokutia, kuzidisha. Tukufahamiana ndio ile sema Allah, man atada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum, atakikuchupieni mpaka mchupieni kama alivyokufanyieni. Ni kisasi kinaitwa kwa lugha nyingine, tusipita kule nyuma. Allah sema kutiba alaykumul qisasu, mmefaradhishiwa kisasi. Akasema kwenye nyingine, walakum fil qisasu hayatu ya ulil albab, mkiishi maisha ya kulipiza kisasi, basi mtaheshimiana, maisha yatapatikana. Hatotokea mtu kuondoa maisha ya mwenzake kipumbavu pumbavu, akijua kwamba nikimuondoa na mimi naondoka, atakuwa na heshima. Akijua nikimpiga na mimi napigwa, hata heshima. Lakini akijua nikipiga hapa, basi inakuwa sana, naomba samahani, kazi imekwisha. Ndio yetu tunaambiwa tena, hasa wa Zanzibar, na watu tumezidi kwa hilo, kwa hicho kitu. Yani mtu atakufanyia upumbavu, ilipo chake samahani shehe, sawa, shalipa hiyo basi. Tena si dhambi jamani kusamehe. Kusamehe ipo ukiweza, lakini wengi hawawezi kusamehe. Kwa hiyo kuna option mbili, kuna kulipiza, kuna kusamehe. Ukiweza kusamehe ni bora, lakini uwe unaweza kweli. Wengi hawawezi kusamehe. Kuna masharti. Kama kweli umesamehe, tena usiwe unanung'unika kila siku, unakuwa hujasamehe kila siku, unakaa sisahau mimi ulifanyia wewe, lakini nimesamehe. Kila siku wataja hujasamehe bado. Hapo umesamehe, manake tena iwe basi ufute kabisa katika moyo wako hilo jambo. Huwezi kusamehe, kuna option ya kulipiza, lakini kulipiza pia nako kuna masharti. Usije ukazidisha, ndio kisasi kilivyo. Usizidishe. Kisasi kipo mpaka kwenye matusi jamani. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema almustabbani bima qala wal ithmu ala albadi, au kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema wenye kutukanana kama alivyosema mwenziwe,
basi dhambi atapata yule albadi alianza. Lakini we kama akala akikwambia mwana kadha kadha, naye unakuwa kama mtoto wa chuoni vile. Sawa alif na we alif, ba usije akakwambia alif ukasema alif ba, utakuwa umedhulumu. Si umenifahamu? Mwana kadha kadha na we mwana kadha kadha, bibi yako kadha kadha na we bibi yako kadha kadha. Tunaelewana? Makala basi fal ithmu ala albadi, dhambi ni kwa yule aliyeanza. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hawaingii peponi wenye kutukana wazazi wao. Masahaba walishangaa wakamwambia Rasulullah, kuna mtu atukana mzazi wake? Akamwambia ndio, kutukana mzazi wako ni vile ambavyo wamtukania mtu mzazi wake, yeye anajibu mapigo, akakutukania wako, umemtukana mwenyewe. Kwa sababu kama hukumtukania basi asingetukana naye wa kwako. Kwa unaambiwa wewe ndiye mwenye kosa, ndiye sababu uliyesababisha lile. Yule kaitikia tumemsomesha mwana kama mtoto wa chuoni. Kwa hiyo dhalika yamekuwa hayo, lakini wa manaqaba, yoyote atakayeadhibu, atakayetesa bimithli ma uqiba, mfano kama alivyoteswa yeye bihi. Sawa, kakutia kibao naye umemtia kama kile, halafu thumma bughiya, kisha akaja akadhulumiwa tena. Yani wewe ulinipiga na mimi nimekupiga, halafu ukatafutia muda mwingine na mimi ukanitia adabu tena nyingine. Hapa umefanya dhulma sasa. Tuko pamoja Au umempiga mtu naye kakupiga, halafu ukasema subiri na mtafutie vijana wangu wende wakamtia adabu. Yes, alikulipiza tu. Sasa wewe kwenda kumpelekea wengine, kwenda hapa unafanya bughia, unakwenda kumfanya dhulma. Allah asema hapa ataingia yeye, na nsurahum, Allah ataingia nusuru yeye. Kwa sababu sasa wewe ulichokifanya umefanya haki yako, halafu sasa mtu anataka kukudhulumu zaidi. Allah asema hapa nitanusuru mimi. Dhalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi, yamekuwa hayo na yoyote ambaye ataadhibu bimithli ma uqiba bihi, kama alivyoadhibiwa yeye, thumma bughiya alayhi, kisha akaja akadhulumiwa tena juu yake na yule aliyemlipiza. Allah anasema la yansurannahu Allah, atanusuriwa na Allah. Inna Allaha la'afuun, hakika Allah ni mwenye kupuuzilia mbali makosa ya waumini, ghafurun, lakini pia ni msamehevu, huyasamehe kabisa. Yani Allah akisamehe anafutilia, anapuuzilia mbali, hataji tena. Dhalika almadhkuru, hayo yaliyotajwa nyuma, min idkhali almuhajirina, miongoni mwa kuingizwa muhajirina fi sabilillah, wale waliokimbia, waliohama mijio katika dini ya Allah, aljanna, kupewa pepo. Wa min alidhni bimukabalati, na kule kuruhusiwa kulipiza almu'tadi, kumlipiza yule aliyechupi, almu'tada, kulipiza aliyechupiwa mpaka, bimithli, kama ma vile ambavyo i'tada, alivyochupiwa yeye, bihaithu la ithma alayhi, katika ulipizaji ambao hauna dhambi, fi dhalika, katika hilo. Basi fa idha adu almu'tadi, akirudia yule aliyefanya dhulma, akirudia i'tidaahu, wadui wake kwako, fa inna Allaha yansuru almu'tada, Allah atamtetea huyu mdhulumiwaji alayhi juu yake. Inna Allaha afuun an dhunubi almu'minina, hakika Allah ni msamehevu, ni mwenye kupuuzilia mbali an dhunubi almu'minina, makosa ya waumini, ghafurun lahum, na anawasamehe wao. Dhalika almadhkuru, hayo yaliyotajwa kwenye aya zilizopita. Yepi? Min idkhali almuhajirina, kuanzia ile kuingizwa wale muhajirina waliohama kwenye miji yao, fi sabilillah, katika kutetea dini ya Allah, aljanna, kuingizwa peponi. Wa min alidhni, na ile ruhusa waliopewa, bimukabalati, kulipiza almu'tada, kulipiza yule aliyedhulumiwa, bimithli, kama ma vile ambavyo utuda, ambavyo amedhulumiwa yeye,
bihaithu la ithma alayhi, katika hali ambayo hana makosa yeye fi dhali, katika hilo. Basi fa idha adu, wakirejea almu'tadi, yule aliyedhulumu, i'tidaahu, akirejea dhulma yake kwa huyu, fa inna Allaha yansuru almu'tada, hakika Allah atamnusuru huyu mdhulumiwaji aliyefanywa tena mara ya pili, almu'tada alayhi, yule aliyedhulumiwa juu yake. Inna Allaha afuun, hakika Allah ni mwenye kupuuza an dhunubil mu'minina, kuyapuuzilia mbali madhambi ya waumini, ghafurun lahum, na anayasamehe kuyafutilia kabisa kwao. Dhalika, usamehevu huo na unusuruji huo kwa sababu gani? Bi anna Allaha yulijul layla, Allah kwa sababu anauingiza usiku fi nahari. Maana yake nini? Kwamba aliposema mtu ambaye atateswa ne akapata nafasi akalipiza kwa aliyemtesa kama alivyoteswa, halafu yule aliyetesa akaja akarudia tena kumtesa huyu, Allah anasema atamnusuru, atamtetea huyu aliyedhulumiwa. Sasa isije ikaonekanwa kwamba watesaji wana nguvu, Allah atafanyaje? Ndio maana anasema yeye atayafanya hayo kwa sababu yeye ni mwenye kuingiza usiku kwenye mchana. Yani anataja kwa kwamba yeye ana nguvu kwa kuwa yeye anauingiza usiku kwenye mchana. Maana yake kama kaweza hilo, basi kumsaidia huyu dhidi ya maadui zake, hilo jambo kwake ni jambo dogo sana kwake. Anaonyesha nguvu yake kwamba nafanya makubwa, kwa hiyo kumsaidia huyu ni kitu kidogo sana, hawezi akashindwa. Tunasema dhalika, yatakuwa hayo yaliyotajwa hapo ya kunusuriwa huyo na kusamehewa. Kwa sababu gani? Bi anna Allaha, kwamba Allah atamsaidia kwa sababu nguvu anazo, kwa sababu Allah yulijul laila, ana nguvu za kuingiza usiku fi nahari, usiku unaingia kwenye mchana. Kuna siku usiku unakuwa mrefu sana unaingia kwenye mchana, unakuta saa 12 kushakuwa kiza. Wa yuliju nahara fil layli, na pia anauingiza mchana kwenye usiku. Kuna siku nyingine ukuta saa 1 bado kiza asubuhi yani, kwa ina maana mchana umeingia kwenye usiku. Ana nguvu za kufanya hivyo. Wa anna Allaha samiun, halafu isitoshe Allah anasikia, ni msikivu kweli kweli, tena basirun, ni mwenye kuona, tena anaona vibaya sana. Dhalika, yamekuwa hayo, bi anna Allaha, kwa sababu Allah yulijul laila fi nahari, yeye ndiye mwenye kuuingiza usiku kwenye mchana. Wa yulijun nahara, na pia anauingiza mchana fil laili, kwenye usiku. Wa anna Allaha samiun basiru, na Allah ni msikivu na mwenye kuona. Dhalika nasru, huwa msaadahu lilmu'tada, kupewa yule adhulumiwaye alaihi, juu yake. Allah atamsaidia kwa sababu li anna Allaha qadirun, kwa sababu Allah anaweza, ala ma yasha, anaweza kwa analolitaka. Wa min qudratihi, na miongoni mwa uwezo wake, idkhalu al-layli fi an-nahari, ni kule kuingiza usiku kwenye mchana. Hii anaonyesha kwamba anaweza kwa kweli. Wan naharu fi al-layli, na mchana kwenye usiku. Kivipi? Biziyadati ihdahuma, kwa kuzidi kimoja wapo, wa naksul akhar, na kupungua chengine. Kuna siku mchana unapungua, usiku unakuwa mrefu, na kinyume chake. Wa anna Allaha samiun, na kwamba Allah ni msikivu, li aqwali ibadihi, anasikia maneno ya waja wake. Lakini alimun bi af'alihim, anajua vizuri matendo yao. La yakhfa alayhi shay'un, hapafichikani kwake chochote, minha, katika matendo yao. Na kwa kuwa hapafichikani, basi wasayujazihim alaiha, atakuja kuwalipa juu ya matendo haya. Dhalika nasru lilmu'tada, hiyo nusra, huo msaada atakaopewa mu'tada, mwenye kudhulumiwa, alaihi, juu yake.
Atapewa kwa sababu lianna Allaha qadirun, kwa sababu Allah anaweza. Ala ma yashau, anaweza kwa kila alitakalo Allah, hakuna limshindana. Wa min qudratihi, na miongoni mwa alama zinazoonyesha uweza wake kwamba anaweza, idkhalu al-layli fi an-nahar, kule kuingiza usiku kwenye mchana. Hii ni dalili kwamba jamaa anaweza kweli. Idkhalu al-layli fi an-nahar, kuingiza usiku kwenye mchana. Wan-naharu fi al-layl, na mchana kuingiza kwenye usiku. Biziyadati ihdahuma, kwa kuzidisha kimoja wapo kuwa kirefu, wa naqsil akhar, na kupungua chengine. Kupungua usiku, mchana kwa mrefu. Kuna wakati mrefu mchana na kwa mfupi, usiku mrefu. Wa anna Allaha sami'un bi aqwali ibadihi, na hakika Allah ni msikivu, anasikia kauli au maneno ya waja wake. Alimun bi af'alihim, anajua matendo yao. La yakhfa alayhi shay'un, hapafichikani kwake chochote, minha, katika matendo yao. Wasayujazihim alaiha, na atakuja kuwalipa juu ya matendo yao wanayoyatenda. Dhalika, yamekuwa hayo. Yepi hayo? Kwamba Allah anaingiza usiku kwenye mchana na anaingiza mchana kwenye nini? Usiku. Kwa nini afanye hivyo? Bi anna Allaha huwal haq, kwa sababu Allah ndiye wa haki. Manake Allah ili apate sifa za kuitwa Mungu, basi awe anafanya matendo kama haya: kuumba mchana, kuumba usiku, kuumba vitu kama hivyo. Mwenye kuyafanya ndio wa haki, sio wale wengine waliokuwa hawayafanyi, au sio waongo wa haki. Kwa dhalika, yamekuwa hayo, bi anna Allaha, kwa sababu Allah huwa al-haq, yeye ndiye wa haki. Wa anna ma yad'una, na hakika hao wanaoabudia wengine min dunihi, kinyume cha Allah, huwa al-batil, ni batili, kwa sababu hawawezi kufanya lolote wao. Wa anna Allaha, na hakika Allah huwa al-ali, Allah yuko juu ya kila kitu. Al-aliyu, Allah ndiyo yuko juu ya kila kitu. Yuko juu kielimu, yuko juu kiuoni. Allah yuko juu katika uoni, hakuna uoni unampita yeye, sawa. Kinguvu, yuko juu kinguvu, lakini pia yuko juu hata kidhati vile vile. Allah yuko juu. Al-aliyu, yeye yuko juu ya kila kitu. Lakini pia al-kabiru, ni mkubwa. Allah ni mkubwa, tena mkubwa kuliko chochote. Dhalika, yamekuwa hayo, bi anna Allah huwal haq, kwa sababu Allah ndiye wa haki. Wa anna ma yad'una, na hakika yale ambayo wanayaabudia miungu yao min dunihi, kinyume cha Allah, huwal batilu, yale miungu yao ni batili, kwa sababu hayana uwezo wa kufanya lolote. Wa anna Allaha, na hakika Allah huwa al-aliyu, yeye ndiyo yuko juu ya kila kitu. Al-kabiru, lakini pia ni mkubwa. Dhalika al-madhkuru, hayo yaliyotajwa, min idkhali Allahi al-layl, miongoni mwa uingizaji wa Allah kuuingiza usiku, fi nahari, katika mchana, wan nahara fi al-layli, na mchana katika usiku. Kwa nini afanya hivyo? Li anna Allah huwal haq, kwa sababu Allah ndiye wa haki. Fadinuhu haq, dini yake ni ya haki. Wa wa'duhu haq, ahadi zake ni za kweli. Wa nasruhu lilmu'minina haq, na msaada wake kwa waumini ni wa kweli. Wa anna ma yu'buduhu almushrikuna, na kwamba hakika yale wanayoyaabudia washirikina, min duni Allah, kinyume cha Allah, min al-awthani, kutokana na masanamu, huwa al-batilu, ni batili. Batili ambayo, alladhi, ambayo la asasa lahu, haina msingi. Batili hiyo haina asas, haina msingi wote. Wa anna Allah huwa al-aliyu, na hakika Allah yuko juu, ala khalqihi, juu ya viumbe wake, dhatan,
kidhati yuko juu, wa qadara na kiuwezo, wa kahara na kinguvu yuko juu. Kiuwezo, kama kuna viumbe au kuna yoyote ana nguvu, ana maguvu kweli, basi Allah yeye nguvu yuko juu kwa kila kitu. Dhatan wa qadara wa qahara. Al-kabiru alladhi, ni mkubwa ambaye lahu al-kibriyau, ana kiburi. Kiburi ni sifa yake jamani, ya Allah. Binadamu ukichukua hiyo sifa umemnyang'anya Allah sifa, wanasema umemvua nguo. Ni ridaa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kiburi ni ridaa yake. Kwa mwanadamu ukichukua sifa ukajifanya wewe na kiburi, wewe subiri ukachoma moto. Wal azama, yeye ndio mwenye kiburi na mwenye utukufu. Wal jalali, na mwenye utukufu pia. Dhalika almadhkuru, hayo yaliyotajwa, min idkhali llahi al-layl, miongoni mwa kuingiza Allah usiku, fi nahari, katika mchana, wan nahara fi al-layli, na anavyoingiza mchana kwenye usiku, bi anna Allaha huwa al-haqq, kwa sababu Allah ndiye wa kweli, ndiye wa haki. Fadinuhu haqqun, dini yake ni ya kweli. Wa wa'duhu haqqu, ahadi yake ni ya kweli. Wa nasruhu lilmu'minina, msaada wake au nusura yake kwa waumini haqqu, ni kweli, hakuna uongo. Wa anna ma ya'buduhu, na kwamba hakika yale wanaoyaabudia almushrikuna, washirikina au makafiri, min duni llahi, kinyume cha Allah, min al-awthani, katika masanamu, huwa al-batilu, ni batili, alladhi, ambayo la asasa lahu, haina msingi batili hiyo. Wa anna Allaha huwa al-aliyu, na kwamba Allah yuko juu, ala khalqihi, juu ya viumbe wake, dhatan wa qadara, kidhati na kiuwezo, wa kahara na kiburi. Al-kabiru, ni mkubwa, alladhi, ambaye lahu al-kibriyau, kiburi ni cha kwake, kubwa ni wa kwake. Wal azama, na utukufu. Wal jalali, ndio azama wa jalali, utukufu. Alam tara, hujaona wewe, anna Allaha, kwamba Allah, anzala minas samai maa, anateremsha kutoka juu maji. Fatusbihu al-ardu, ikishateremshwa maji, yani mvua hiyo, basi fatusbihu al-ardu, inakuwa ardhi mukhdaratan, inakuwa inapiga kijani, manake inaotesha. Kunakuwa na kisoko kwamba ardhi inakuwa kijani, manake inaotesha mimea, basi kile kijani kinatawala katika ardhi inakuwa mukhdaratan. Inna Allaha latifun khabir, hakika Allah ni mpole, khabiru, lakini pia ni mwenye habari ya kila kitu. Na wengine wanafsiri inna Allaha, hakika Allah, latifun, kwa vile vitu vya ndani kabisa, khabiru, basi Allah anavijua. Na hapa kataja mvua, tuelewana, kataja nini? Mvua na uoteshwaji wa mimea katika ardhi. Kwa lazima kuna latifu, anaonyesha ile nguvu, kwamba yeye ana nguvu kama hizo na uwezo kama huo. Anasema analeta mvua. Hujaona wewe kwamba anallahi anzala minas samai maa, ameteremsha kutoka juu maji. Huko juu maji kuyatokea wapi? Maji yatoka chini. Maji yatoka wapi? Chini, hayatoki juu. Kwa hiyo anachotuelezea ni kutuonyeshea uweza wake, kwamba Allah anayatoa maji, kuyatoa ardhini, anayapeleka juu. Ni vitu ambavyo latifu, vya ndani sana hivyo, kutoka baharini, kutoka kwenye miti, kutoka kwenye mito. Allah anatoa maji, anayatoa maji kutoka baharini, kutoka kwenye miti, kutoka kwenye mito.
Kwa kupitia nini? Jua. Kwa kupitia jua. Jua linalopiga katika bahari au katika mito, kunatoka mvuke. Allah anaupandisha mvuke ule. Ukifika juu, Allah anaugandisha, unakuwa ni vipande vipande kama theluji fulani. Ule mvuke unatengeneza wingu. Tunasema mvua ile wingu imetoka wapi, saa ngapi, wala hujui kabisa. Wewe ukitizama juu unaweza ukaona kote kuko safi, ghafla unakuja kukuta kumefanya kitu kidogo hivi kiwingu, utakuta ngoma inatangamaa, mara inafunga, unasema mnako hamuonani, kitu kinashuka. Allah anatutengenezea maji, anayatoa, anayapeleka juu, yanakuwa yameganda, ni vipande vipande vilivyoganda. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaviyayusha kule juu, halafu inashuka mvua chini. Halafu hakuna tenki kule juu la kuzuia. Kawaida ya maji ukiyatoa chini ukiyapandisha juu kuwe na tenki, si ndio? Sehemu ya kuhifadhia, si ndio? Unaona unapiga mota unapandisha juu, halafu wayarudisha chini. Allah anayapeleka juu, wala hakuna tenki la kuzuia. Halafu anayateremsha, na anapoyateremsha hayateremki ile kwa kumwagika kama kuna chungio fulani linachunga kidogo kidogo, Mie sijui, ningekufafanulieni. Je, mwajua zaidi maji yanapatikana na nini na nini? Inatengenezwa kupitia nini na nini jamani? Mnajua bwana, nyewe wachoyo tu, hamtaki na watu wajue. Haya, kama hamjui, alam tara, hujaona wewe, anna Allah anzala minas samai, kwamba Allah anateremsha kutoka juu maji. Kwenye nini? Katika nyingine sema ilal ardhil juruzi, anateremsha kwenye ardhi ile kame ambayo tayari mimea ilishakufa. Fanukhriju bihi zar'a, sema tunatoa mimea, taakulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, wanakula kwa mimea hiyo wenyewe na wanyama wao. Allah sema akishateremsha maji yakiingia tu ardhini, fatusbihul ardu mukhdarra, ardhi inaanza kupiga kijani. Wenyewe wanasema, nyewe wataalamu, nasema kwamba kuna vidudu fulani katika ardhi ambavyo vidudu hivi katika udongo, vidudu hivi ndio nisemeje, vinamelesha kumea nasema kufanyaje, ile neno zito, kurutubisha. Kwa hiyo kuna vidudu katika udongo, msiniulize jina lake, mimi sivijui vinaitwaje. Vidudu hivyo ndivyo Allah kaviumba, kavitia kwenye udongo kwa ajili ya kumelesha au kuotesha mimea. Ardhi inapokosa mvua, hivi vidudu vinakuwa dhaifu. Allah akishusha mvua inakwenda kuwapa nguvu hao.
Wakishapata nguvu, fatusbihul ardu mukhdarra, vile vimelea vinaotesha, vinafanya kuotesha ile mimea, ardhi inapiga kijani, maana yake inakuwa inaotesha, inakuwa kuna kijani kitupu. Inna Allaha latifun khabir, hakika Allah latifun, hata kwa vitu vidogo vidogo vya ndani kabisa, kama hivyo vimelea huvioni wewe wala mimi kwa macho. Wenyewe watu waliosomea kilimo wakija na vyombo vyao wanakuchukua udongo, watakwambia hapa bwana lima hapa, sawa na wakichukua wakwambia hapa usije ukalima, hamna kitu. Kwa hiyo latifu ni mpole, au hata kwa vitu vya ndani kabisa vidogo sana vya siri, yeye khabiru, hakuna kitu kinampita, ana habari na anajua kila kitu. Alam tara anna Allah anzala minas samai maa, hivi hujaona wewe ya kwamba Allah ameteremsha kutoka juu maji. Fatusbihu al-ardu, inakuwa ardhi mukhdarratan, ni yenye kupiga kijani. Inna Allaha latifun khabirun, hakika Allah ni mpole na mwenye habari. Au inna Allah, hakika Allah latifun, hata kwa vitu vidogo vidogo vya ndani vya siri kabisa, khabirun, basi Allah ana habari navyo. Alam tara ayuha rasul, hivi hujaona ewe mtume, anna Allaha anzala minas samai, ya kwamba Allah ameteremsha kutoka juu mataran, mvua. Fatusbihu al-ardu, basi inakuwa ardhi baada nuzuli al-matari, baada ya kushuka mvua, alaiha, juu ya ardhi hiyo, khadraan, inakuwa ni rangi ya kijani. Kwa nini? Bima ambatathu, kwa kile ambacho imeotesha, min nabati, katika mimea. Inna Allaha latifun biibadihi, hakika Allah ni mpole kwa waja wake. Maana pia anatuotesha, tunapata kula, si upole huo. Haithu anzala lahumul matar, pale alipowateremshia wao mvua. Wa ambata lahumul ardu, na akawaoteshea mimea katika ardhi. Khabirun bimasalihihim, Allah ana habari ya maslaha yao, anayajua vizuri maslaha yao ni yapi. La yakhfa alayhi shay'un, hapafichikani kwake chochote, minha, katika hayo wanayofanya. Alam tara, hujaona wewe ayuha rasul, wewe mtume, anna Allaha anzala minas samai, ya kwamba Allah ameteremsha kutoka juu, mataran, analeta mvua. Fatusbihu al-ardu, basi inakuwa ardhi baada nuzuli al-matar, baada ya kushuka mvua, alaiha, juu ya ardhi hiyo, khadraan, inakuwa ni rangi ya kijani. Bima ambatathu, kwa kile kinachootesha ardhi hiyo, min nabati, katika mimea. Inna Allaha latifun biibadihi, Allah ni mpole kwa waja wake. Haithu anzala lahumul matar, pale alipowateremshia mvua. Wa ambata lahumul ardh, na akawaoteshea mimea katika ardhi. Khabirun bimasalihihim, Allah ana habari kujua maslaha yao ni yapi. La yakhfa alayhi, hapafichikani kwake shay'un minha, chochote katika hayo. Lahu ma fi samawati, ni vyake yeye kwa kuviumba na kuvimiliki vyote vilivyoko mbinguni. Wa ma fil ardhi, na vilivyoko ardhini. Wa inna Allaha, na hakika Allah, lahu wal ghani, Allah si muhitaji, ni tajiri, si muhitaji kwa waja wake. Alhamidu, na ni mwenye kuhimidiwa. Lahu ma fi samawati, lahu ni vyake yeye Allah kwa kuviumba na kuvimiliki. Ma, vyote ambavyo fi samawati, vilivyoko mbinguni au vilivyoko juu. Wama, na vile vyote fil ardhi, vilivyoko ardhini, ni vyake Allah kavimiliki na kuviumba pia. Wa inna Allaha lahu wal ghani, na hakika Allah ni mkwasi au si muhitaji kwa waja wake. Alhamidu, na ni mwenye kuhimidiwa au kushukuriwa. Lahu wahdahu, ni wake pekee Allah, mulku ma fi samawati, umiliki au falme wa vile vilivyoko mbinguni. Wa mulku ma fil ardi, na umiliki au falme wa ardhini. Wa inna Allaha, na hakika Allah, lahu wal ghaniyu alladhi, ni mkwasi ambaye la yaftakiru, hahitaji, ala ayi makhlukin, hahitaji kwa kiumbe chochote.
min makhlukatihi, katika viumbe wake, almahmudu fi kulli hali, anahimidiwa katika kila hali na mazingira. Lahu wahdahu, ni wake pekee Allah, mulku ma fi samawati, ufalme au umiliki wa vilivyoko mbinguni, wa mulku ma fil ardhi, na umiliki wa ufalme wa vilivyoko ardhini. Wa inna Allaha, na hakika Allah, lahu wal ghaniyu, Allah ni tajiri, ni mkwasi, si muhitaji. La yaftakiru, hahitaji kabisa, ila ayi makhlukin, wa kiumbe chochote hahitaji, min makhlukati, katika viumbe wake. Almahmudu, ni mwenye kuhimidiwa au ni mwenye kushukuriwa, fi kulli hali, katika kila hali Allah anashukuriwa. Min fawaidil ayati, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza kabisa, makanatul hijratu fil islami wa bayani fadliha. Makanatul hijra, aya zimekuja kuonyesha nafasi ya hijra. Hijra ni kitu ambacho kina nafasi kubwa sana katika dini. Makanatul hijra, nafasi ya hijra, fil islami, katika Uislamu. Mimi naita ukimbizi, nafasi ya ukimbizi katika Uislamu. Yani ulikuwa mkimbizi, lakini ukimbizi huo ukawa umeupata wewe kufanya sababu ya ukimbizi ni kwa sababu ya dini yako, si kwa sababu ya mengine. Kwa hiyo ikiwa wewe dini yako imekupelekea ufanye hijra, uwe mkimbizi kwa kukimbia mambo fulani katika dini yako, usije ukatiwa shida kama vile walivyofanya masahaba pamoja na Mtume sallam. Walifanya hijra, ni walikimbia, wakimbizi walikimbia pale Maka wakaelekea Madina. Ni ukimbizi, tunaita hijra kwa lugha ya sasa tulivyozoea. Mimi nasema ukimbizi. Kwa hiyo aya zinaonyesha makanatul hijra, nafasi ya ukimbizi fil islami, katika Uislamu, wa bayani fadliha, na kubainisha fadhila ya ukimbizi. Ndio pale aliposema atakaye hajiri kwa kutafuta ridha za Allah, halafu akauawa huko au akafa tu kawaida, Allah atamruzuku riziki zilizokuwa nzuri peponi. Hii kuonesha kwamba jambo hili lina nafasi kubwa katika Uislamu. Lakini pili, jawazul ikabi bil mithli, aya zinatuonyesha inafaa kuadhibu bil mithli, kwa mfano kama alivyoadhibiwa mtu. Ndio alosema faman aqaba bimithli ma uqiba alayhi, atakayetesa kama alivyoteswa yeye. Thumma bughiya, alafu akaja akafanyiwa dhulma zaidi, Allah asema atanusuru yeye. Kwa inaonyesha jawazul iqabi, inajuzu kumuadhibu mtu au kumtesa mtu, lakini bimithli, kwa mfano ule ule, sije ukazidisha. Tatu, nasrullahi lilmu'tada alayhi yakunu fi dunya au al-akhirah, msaada wa Allah. Nasrullah, msaada wa Allah, lilmu'tada, kumsaidia yule aliyedhulumiwa, aliyefanyiwa uadui. Mu'tada, kuna almu'tadi na mu'tada. Almu'tadi ismu fa'il, mu'tada ismu maf'ul. Aliyefanyiwa dhulma, aliyefanyiwa, aliyochupiwa mpaka, almu'tada. Kwa hiyo msaada wa Allah lilmu'tada alayhi, kwa yule aliyefanyiwa uadui juu yake, aliyedhulumiwa, msaada huo yakunu fi dunia au al-akhirah, utapatikana tu imma duniani imma akhirah. Allah atatoa msaada wake. Sio ukaona sasa mimi mpenda kwa fulani kadhulumiwa mpaka kauawa. Hapana, Allah anautoa hapa au atautoa al-akhirah, yakunu fi dunia au al-akhirah. Mwisho kabisa, ithbatu sifati al-ula lillahi, aya imekuja kuthibitisha sifa ya ujuu wa Allah, kwamba Allah yuko juu. Aliposema inna Allaha huwa al-aliyu al-kabir, al-aliyu manake yuko juu kwa kila kitu, kidhati, kisifa, chochote kile yuko juu yeye zaidi. Kwa hiyo ithbatu sifati al-ula, imekuja aya kuthibitisha sifa ya ujuu lillahi, kwa Allah, kwamba Allah yuko juu, lakini bima yaliku bijalalihi,
Ujuu huo ni kwa mujibu inavyoendana na utukufu wake. Jamani, kila kitu kinakwenda kwa mujibu wa chenyewe kilivyo. Yuko juu, ujuu ambao unalingana na dhati yake mwenye utukufu wake. Sio kuna ujuu wenyewe ndio kama hivi nilivyomia hiko nimekaa juu ya kiti. Yuko juu, ujuu ambao unalingana na dhati yake. Ndio ile Allahu ala al-arshi istawa. Kwa juu. Na ziko aya nyingi jamani. Allah sema araaitu amintu man fi mmeaminisha vipi man fi samaa, kwa yule ambaye yuko juu, sio yuko kwenye mawingu. Neno samaa ni juu. Man fi samaa an yursila alaykum hasiba, mnahisi kwamba hawezi kukuleteeni mvua ya mawe. Man fi samaa, kwa yuko wapi? Juu. Dalili nyingi tu. Sawa jamani. Wengine wanakuambia ukisema yuko juu ushamdhalilisha, tena ushakufuru. Maana yake wako juu itakuwa kabebwa. Allahu kana kabla khalqi al-makan, si ndio? La yahwihi zamanun wala makan wa huwa ala ma kana kabla khalqi al-makan, si ndio? La yataghayyaru amma kana, hatukatai hiyo. Sawa. Allahu kana kabla khalqi al-makan, si ndio? Na yuko wapi hapo hajabadilika, si ndio? Kwani kabla ya kuumba pahala alikuwa yuko wapi? Wa kana arshuhu ala al-ma, si ndio? Kwa yuko hapo ilipokuwa kwenye ala al-arshi istawa, kwa arshu ala al-ma ilikuwa kwenye nini arshi yake? Kwenye maji. Maji yapi? Ndio ya kigiligili naitwa liquid, yenyewe mnaita liquid, sijui nini, sijui sikakufuru mimi huko, sijui jamani. Ni gesi form. Sawa, kwenye gesi form. Kwa hiyo hilo eneo ambalo kulikuwa na gesi form ndio kuna arshi, Allah yuko hapo. Iko wapi hiyo gesi form leo? Jamani, kuna liquid mnaita nyie, kuna liquid na kuna ice form na kuna gesi form, si ndio? Ni maji hayo. Liquid ndio kama mnaita kigiligili. Ilikuwa haiko kwenye maji kama yapiga mawimbi hivi. Wala sio ice form kwenye nini barafu. Gesi form ni maji ambayo huyaoni wewe kwa macho. Ndio inasema rafa samawati bighairi amadi tarawnaha, pasi na nguzo ambayo mnaiona. Hajasema hakuna nguzo, kakataa kuonekanwa. Pasi na nguzo ambayo unaiona. Gesi form. Nyie mlo kwenda skuli nyie, sijui darasa la ngapi, sijui mkifika mnakuwa mnasomeshwa hicho kitu. Naletewa sumaku ile, sumaku, si ndio? Sumaku ile ukiweka ncha mbili zilizofanana inakuwa zina separate. Kwa maana mimi kusoma kizungu, kuseparate, kwa maana inasukumana. Kitu gani kinasukuma hapa? Hata kama unabeba vyuma kiasi gani uambwe ziunganishe, hutoweza. Tuelewana? Kuna power fulani hapa inasukuma. Ndio gesi form, ndio ice form, nini gesi form. Sawa Inasukuma. Yaani ni sawa sawa na kusema kwamba unaweza kutengeneza utaratibu, ile moja ukaiweka juu ikawa haisende huku na huku, basi inaweza na hivyo ikazuilika hapa au vipi? Kwa hiyo wakana arshuhu, arshi yake ilikuwa kwenye maji aina hiyo. La yataghayyaru amma kana, hajabadilika, hajahama. Iko wapi hiyo? Mtajua wenyewe. Iko chini chooni au kila pahala ipo hiyo? Kwambia Allah yupo kila pahala, mpaka chooni yupo. Maana ukisema yuko juu kwambia umemdhalilisha Allah. Haya, usemeje usimdhalilishe? Au useme yupo kila pahala, ndio umemdhalilisha zaidi. Maana yake chooni yupo, wakati kule chooni hata kumtaja Allah haifai, si ndio? Ukienda ukijisaidia kule ndio yupo pale, naye unampiga subhanallah amma yaquluna uluwan kabira. Sawa.
kijisaidia yumo kwenye madanguro, kwenye nini, mote yumo katika ilmi yake, sawa lakini kidhati kuna maeneo maalum. Allahu ala al-arshi istawa wa huwa al-alim, sawa jamani. Lakini tusipinge na itikadi za wengine ndio wana imani nyingine, lakini indana tunasema hadha huwa ar-rajih. Hii ndio kauli ambayo ina nguvu, na kwa ile sababu ambayo wao waikimbia, basi haikimbiliki. Sababu ambayo wale wanaosema yupo kila pahala, tusiseme yuko juu, kwa sababu tukisema yuko juu kuna sababu fulani ya wafanya wao wasiseme hivyo. Sababu gani? Kwamba itakuwa umemdhalimu. Maana kama yuko itakuwa kabebwa, alafu kazungurukwa na maeneo, tuelewana. Sasa kubebwa si kaka kwenye ardhi kaka, ajua mwenyewe kwa mujibu wa utukufu wake alivyokaa, ajua kila kitu kwa mujibu wa mwenyewe jamani, kinacholingana na yeye. Ukisema mwanadamu ana shikio analo linalolingana na nani? Na mwanadamu. Haliwi kama la punda. Punda pia analo shikio lakini sikio linalolingana na yeye mwenyewe, si kama la mwanadamu. Tuelewana? Ukisema mwanadamu ana mdomo, si ndio? Sio mdomo ule wa maneno wa maneno, mdomo yake ana kinywa, sawa? Ni kinywa kinachoendana na mwanadamu, kinachofanana na yeye. Hakitakuwa kinywa kama cha ng'ombe. Tuelewana? Na ng'ombe naye atakuwa na kinywa chake chalingana na ng'ombe mwenyewe. Kinywa chake hakitalingana na nyoka. Nyoka pia anacho, ni kinywa kinacholingana na nyoka kama nyoka. Tuelewana sijui? Kwa hiyo ukisema wewe kiwambia bwana una mdomo, una kinywa, si maana yake kwamba umeambiwa una domo kama la punda. Tuelewana? Maana wanaamini hao wasema kwamba ukisema yuko juu itakuwa yuko kama vile alivyokuwa juu fulani. Sawa? Ukisema ana mkono itakuwa mkono kama wa fulani. Unalingana na dhati yake mwenyewe. Mimi nina sikio na wewe una sikio. Paka ana sikio. Langu na la paka au letu binadamu na la paka ni tofauti, halifanani. Lakini analo. Kwa hiyo nasema ithbatu sifatul ula, aya zimethibitisha sifa za ujuu al-ula lillahi wa Allah, lakini bima yaliku bijalali, kwa mujibu inavyoendana na utukufu wake. Kale ilmi, tukija kama sifa ya elimu, basi Allah yuko juu zaidi kielimu. Wasam'i, usikivu, Allah yuko juu zaidi kiusikivu. Walbasar, uoni, yuko juu zaidi katika uoni. Waluluwi, na uo juu wenyewe kidhati, yuko juu kuliko chochote. Kimaliza mbingu hizo saba, sio kuna mkunazi, sio kuna nini, arshi iko juu zaidi, hakuna kitu kingine uko juu zaidi ya arshi. Yote viko chini. Na ndio maana hata mama Asia alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi benili indaka fil janna, Mola wangu nijengee mimi nyumba indaka fil janna, nijengee mimi nyumba huko kwako peponi. Sawa? Wapi? Indaka fil janna, nijengee nyumba huko kwako peponi. Kwani pepo iko wapi? Iko kila pahala. Allah anasema inda sidratil muntaha indaha jannatul mawa. Anasema mbele ya mkunazi al-muntaha, ambao ndio mwisho wa kila kitu kinaishia hapo. Indaha, mbele ya huo mkunazi ndio jannatul mawa. Uko wapi huo mkunazi? Uko chini au uko juu? Lakini hata hii Qur'ani yenyewe ni dalili yaonyesha kwamba Allah yuko wapi.
Sote tuamini kwamba Qur'ani munazzalu au vipi? Imeshushwa Kilichoshushwa huwa chatoka wapi? Chini kwenda juu? Au chatoka juu kuja chini? Kwa hiyo Qur'ani imeshushwa kutoka kwa Allah, ilipotoka kwa Allah imeteremka kwetu. Kwa hiyo ina maana mteremshaji atakuwa yuko wapi? Basi tuweke hapo, wallahu a'lam. Kama kuna maswali tuulize. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فهمنا ما لم نفهم وعلمنا ما لم نعلم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.